Ally Kamwe labda tu ninyooshe. Sawa. Ally Kamwe kwanza namheshimu kwa sehemu ambayo yupo, kwa sababu ana taasisi ambayo inamwamini, ila inabidi hata hao Yanga wajue Ally Kamwe kinachomleta hapa sio mpira, ni wanawake. Na Ramadhani, naomba unisikilize vizuri, narudia tena. Ally Kamwe hata kama ni kocha hapa, kinachomleta hapa ni wanawake na sio kwamba anakuja kufundisha. Sasa unabisha mimi, Ally ni rafiki yangu, unanibishia tena. Ramadhani, furaha Ally Kamwe ni kuona tu sehemu na wanawake wengi, hata kama sio wa kwake. Ni kitu ambacho hata Saidi aliongea. Ally Kamwe kweli mpira anaujua, ila hapa hayupo kimpira, ila anatumia mpira, anatumia mbinu ya ukocha. Haje hapa akutane na wanawake, achukue namba za simu, baada hapo watafute. Ndio utaratibu unaomleta hapa Ally. Na umeona, ngoja nikuoneshe simu yangu ya mwisho nilikuwa naongea na nani. Sione labda kama vile ni simsingizie. Unamwona Ally? Unamwona huyo? Ndugu yangu. Nimemsave nani hapa? Ni ndugu yangu huyu. Siwezi kumsingizia. Simeelewa? Nimeongea naye sekunde ngapi? 40. Muda huu hapa saa 4. Yaani muda mchache nilikuwa nazungumza naye. Kwa hiyo kinachomleta Ally hapa ni wanawake. Sio kwamba yuko hapa kwa sababu eti afundishe, hapana. Sisi tutashinda kimpango wetu, ila Ally hapa kafuata wanawake. Ndicho hicho ambacho watu kama walikuwa hawajui. Hiyo mbona ananyosha kabisa hiyo. Yaani hiyo haina hata kona, haina kona. Wewe ni shabiki wa timu ya Yanga na unapotazama kikosi chenu, wameimbwa sana mechi ya jana, mmebebwa Dula. Ile penalti ambayo mmepewa haikuwa penalti, lakini wenzenu saa 3 wameonyesha mpira kwa mujibu wao, wameshinda goli 2-0. Unaiona dabi ikiwa ya namna gani? Yaani kwamba tulibebwa? Mmebebwa jana hivi. Unajua walikuwa man of the match. Ukiona mpaka unabebwa na mambo yanakuwa kama waliokubeba walivyotaka, tafsiri yake unabebeka. Ndio maana mimi namheshimu hata mtu anajifanya na hela, sababu kujifanya una hela tunabidi uwe na hela ndio ufanye hiyo maigizo. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kuaga na ushindi ambao haunaga maneno. Sio, unaelewa vizuri? Hiyo ni kawaida kwenye kila sehemu, yani hiyo lazima. Hata huko Ulaya kote, yani lazima, yani wote watachukua kombe, lakini lawama zikosekanagi. Kwa hiyo mimi hivyo vitu sidhani kama ni vya kuentertain sana. Sasa maneno ambayo yanaendelea Haji Manara na kina Ally Shaban Kamwe, kwa upande wako unachukuliaje? Kwa sababu ni watu ambao familia wote ni watu wa Yanga, walikuwa ndani kwa pamoja, sasa hivi wameanza kutupiana maneno mtandaoni. Mimi nimeona kama ambavyo umeona, Ally Kamwe ndugu yangu, Haji Manara pia ni ndugu yangu, na wote nawaheshimu. Siwezi kutia neno hapo, siwezi kujua mtaandika ataito gani, lakini huenda kwangu kaniletea shida. Maoni yako, Makabila mcharukia Ally Kamwe amjia juu, kwa kweli hapana. Wale mimi wote ni watu ambao sina shida nao, ila naona vinavyoendelea mtandaoni kama ambavyo wewe umeona. Sasa wewe ndo ndugu yao, naambiwa washauri watu wawili, Haji Manara brother, huku mwingine ni ndugu yako. Ndio tena. Jana nilikuwa na Haji pale, tumezungumza mambo kibao. Nikatoka pale kuongea na Haji. Leo hapa niko na ndugu yangu Ally Kamwe. Sidhani kama ni sahihi kutia neno, kwa sababu mpaka dakika hii sijamwona Ally Kamwe kujibu chochote. Kwanza anasema anataka ugomvi, na ugomvi anaovalia njuga, na ugomvi anauweza. Of course Ally ni Mswahili, lakini sidhani kama atafanya kwa kiwango hicho, kwa sababu ya sehemu ambapo yupo. Umeona bwana. Kwa hiyo mimi sipendi yani kuingiliaga hivi vitu. Mimi napendaga ukipata ugomvi wangu mwenyewe sasa ndio ufaidi. Mimi ugomvi wa mtu bwana anakuwa da au nogi, ila ukikutana na ugomvi wangu mwenyewe niloutengeneza mwenyewe au utaenjoy, utapata habari unazotaka. Dula, kuna mke wetu ameolewa tena. Yupi? Na Saidi. Nimeona nilifanya mahojiano juzi na media kama 2-3. Kwa nini maswali yanakuwa hayo kwanza? Sasa sisi alikuaga, sisi kama story Chaz Media. Yaani kwa nini mimi sasa? Sababu unajua, unasikia? Yaani ukisema alikuaga, yani kama vile mimi labda ndo wa kwanza. Mimi kila nikirudi anasemaga tu bana, nampa hongera. Ndio hivyo. Kitu kizuri. Mwanamke anavyoolewa maana yake amepata stara, kwa hiyo ni jambo la kumpongeza yeye na mume wake. Neno moja kwa familia yake mpya ambayo ameanza nayo.
Kila laheri. Hata utatia neno gani hapo? Badilishe maana. Awe na wajua nyika vizuri. Na miaka 10 kwenye muziki ndio waandishi wote. Amna, hata juzi Dasiwa alizungumza akasema kwamba yeye na wifi yake aliyepita ni same tu, maana wao hawanaga jambo dogo. Unajua sio dada yangu ila ni mweu. Una vitu anaongeaga mimi ananichanganya sana. Bwana kama mimi kitu changu kipo mbali. Yaani unajua nimetumwa sana interview na watu kibao. Viongozi wananitumia bwana huyu dada yako alikunywa au? Na mimi ndo walivyo. Unajua dada yangu ule tokea hata kamera haijui. Yeye sio star, mimi sio star. Nilimuona ni mtu ambaye ana hiyo talent. Yaani katika watu ambao nimeona talenti zao before hawajawa pale walipo. Wako hao. Kuna dada yangu Siwa Kikala na Ankoti. Hao watu nilianza kuona talenti zao muda mrefu sana. Ankoti anaitwa Twalibu, namjua wakati yuko na Nai, yuko Ankoti. Nikikupangia listi yangu haraka alikuwa Ankoti. Afu upande huu mwingine huko kuna mtu anaitwa Mima Unstoppable, alikuwa anaenda nywele. Alafu pia nilikuwa namuona mtu mmoja anaitwa nani, kuna brother mmoja alikuwa anaingia na kutoka pale nimemsahau. Lakini hata Nifa pia alikuwa ni family friend pale. Kwa hiyo niliona talenti yake. Lakini Ankoti mashengesha yake yale toka kitambo. Ankoti kuna mwanamke nilikuwa na date naye. Alikuwa anatutimua, tulikuwa tukigombana tunakutana dukani kwake. Sio akatuambia tokeni hapa sema kutana junction. Ndio nikagundua huyu anaongea sana. Yaani ndio nikagundua baada ya pale ndio nikajua Ankoti ana kipaji cha kuongea sana. Lakini anaosema kuhusu juu yake unayasikia mtandaoni. Yapi? Wewe kama mwanao sasa unaona wanamkosea au yani kama wanamtaka kiasi gani kwa kitu ambacho anakifanya na watu wanamchukua tofauti. Yaani kitu ambacho hujui. Hii nchi inapenda ekaeka. Yaani nchi kama una ekaeka utaonekana kama unasindikiza tu wenzako. Imba unavyoimba, igiza unavyoigiza. Kama una ekaeka na maanisha spotlight nyinyi mnaelewa. Hauwezi kuwa biashara. Hauwezi kuwa biashara. Utakuwa ni kama ni mchezaji mpira wa kawaida. Kama ni msanii wa kawaida. Mimi na mwaka mzima nimetoa nyimbo juzi. Ulikuwa unaniona unione? Ekaeka zangu uzione au unaziona? Ndio mambo yanavyokondaga hiyo. Kwa mimi naijua game ya Bongo ni fanyaje. Simba na Yanga tumalize na hili. Unaona ukipasua mtani wako? Simba na Yanga utabiri wako katika mechi hiyo. Yaani utabiri wangu? Simba na Yanga nani atashinda? Tunashinda Yanga. Mara 7 mfululizo. Nakwambiaje? Tumeshinda mara ngapi mfululizo? Mara 6. Ishindikane mara moja jamani.